Nipo na mchambuzi wangu hapa Godfrey kutoka Mjini FM, tunazungumza michezo. Godfrey. Naam. Uko live bwana hapa kupitia Ben TV. Yes. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza dakika 90 za mchezo wa Mapinduzi. Giant mmoja pia amecheza leo bwana. Kwa mbinde sana wanakuambia. Yes, kwa mbinde sana. Tuzungumze dakika 90, umezionaje upande wako? Beni, dakika 90 kati ya Fufuni Sport Club na Simba. Ni mechi ambayo ilikuwa ni mechi ambayo Steven Becker amepata testi ya ukweli, amepata testi ya uhalisia, namna ambavyo Fufuni waliingia na mindset ya kuweza kupambana. Wanajua Simba ni klabu kubwa, ni timu kubwa na wachezaji wakubwa. Walichokifanya ni kutengeneza mazingira ya kuweza kuwa contain Simba. Ukiangalia Simba chini ya Steven Becker leo imeanza na vijana wengi sana kuanzia kwenye eneo la backline. Maana yake nini? Inatoa picha kwamba Steven Becker hayupo kwenye phase, naita ni understanding phase, yani kuwaelewa ama kuwafahamu wachezaji ambao yuko nao. Ukiangalia mechi namna ambavyo imeanza, mimi nikilifaa baki na mechi ya juzi Beni na mechi ya leo, kuna vitu vya msingi ambavyo nilikuwa najaribu kuvitiki kwenye box langu, kuona kutakuwa na muendelezo ama kutakuwa na mabadiliko. Katika hivyo vitu vya msingi ambavyo mimi nimekuwa na vizingatia, vilikuwa kama vitu 6 hivi ambavyo mimi binafsi nilikuwa nimekuwa na viangalia kwa ukaribu zaidi kwenye mechi ya leo kwa Steven Becker. Kwanza, nimekuwa makini sana na namna ya kuangalia muundo wa timu. Kwenye mechi ya kwanza, muundo wa timu wakati timu haina mpira ilikuwa haueleweki. Mechi hii ya leo pia vile vile muundo wa timu ulikuwa haueleweki. Unaona kabisa hakuna identity ya wazi. Unaona kabisa kuna muda timu inabadilika bila mantiki ya kimbinu. Wakati mwingine unaona timu inakuwa kwenye umbo la 4-3-3, wakati mwingine inabadilika inakuwa kama katika mfumo wa 4-2-3-1. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona na nimekigundua kimbinu na kiufundi, nadhani ni mgawanyo wa majukumu ndani ya uwanja kwa wachezaji. Ndio kitu ambacho nimekiona cha kwanza kabisa. Hii inaashiria nini? Kwanza, ulikuwa unaona kwamba hakuna kiungo mmoja ambaye kwenye mechi ya leo, kwa sababu ameanza na Alassane Kante pamoja na Mzamiru Yasini, kulikuwa hakuna partnership nzuri na sahihi ya kati ya Alassane Kante na Mzamiru Yasini. Hakuna kiungo ambaye alikuwa ni encha ambaye anaweza akaanzisha mashambulizi ama akaanza kutengeneza build up kuanzia chini. Unaona kila mmoja alikuwa anacheza kama anavyojua yeye mwenyewe. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona, lines zilikuwa zinakatika sana kati ya kiungo na ushambuliaji. Maanake kulikuwa hakuna connection kati ya viungo hawa wawili. Sio tena vya wawili, viungo watatu. Kulikuwa na Mudhamiru Yasini, Alassane Kante pamoja na Awesu. Na eneo la mbele ambako walikuwepo Joshua Mutale, Elie Mpanzu pamoja na Bashiru, kitu kama hicho, si ndio? Kulikuwa hakuna connection sahihi kati ya line ya kiungo ama tunaita unit ya kiungo na unit ya ushambuliaji. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini eneo lingine ambalo nimejaribu kumakinika nalo, kuwa makini nalo, kwenye eneo la build up. Sawa? Build up ya Simba kwenye mechi 2 ambazo nimemtazama chini ya Steven Becker haijawa na kujenga mashambulizi kwa mpangilio. Yani kulikuwa hakuna clear build up ambayo unaiona kabisa hii build up
inatakiwa ianzie kwa center back ama full back ama kwenye viungo ambao tunaita ni double pivot ama single pivot kwenye mechi hii na kipindi cha kwanza ambacho walicheza Mzamili Yasini na Alassane Kante. Kwa hiyo mbinu ulikuwa unaona kuna muda mabeki walikuwa wanalazimika kupiga mipira mirefu bila kuwa na targeti maalum. Pengine ilikuwa ni kwa sababu ya ugeni wa wale vijana kutoka under 20, lakini kama kocha alitakiwa atengeneze structure nzuri ya namna ya kuweza kuiset timu yake. Kitu kingine ulikuwa unaona hakuna kiungo ambaye alikuwa anaweza akashuka chini. Zaidi ni Alassane Kante, nilikuwa naona anafanya hivyo mara chache sana. Kingine ambacho nilikiona pia kwenye dakika 45 za kwanza, kulikuwa hakuna kitu huo tunakiita numerical superiority kwenye ile first phase. Yani ukiwa na mpira unatakiwa utengeneze mazingira ya kumiliki eneo ambalo mpira upo nao, ndio ambao mpira unaomiliki. Wachezaji wengi walikuwa wanajigawa, ulikuwa unaona kabisa timu imefanyaje, imesambaratika. Kwa hiyo hii ni kama ishara inaonyesha kwamba kocha bado anatafuta profile za wachezaji, aina ya wachezaji ambao pengine yeye mwenyewe binafsi anaweza akatembea nao kadri muda unavyozidi. Hao wachezaji kwenye timu ya Simba Sports Club wapo? Exactly, wapo, kwa sababu wachezaji wapo na timu kumbuka ina wachezaji wengi, si ndio? Lakini eneo la tatu ambalo pia nilikuwa makini nalo ni kwenye eneo la progression, kwenye eneo la katikati hapa kwenye kiungo, kutoa mpira chini kupeleka mpira kwenye eneo la juu. Simba nimeona inapata shida sana kwenye kutoa mpira kwenye eneo la katikati kwenda kwenye final third. Changamoto ilikuwa ni nini? Nilikuwa naona hakuna yule third man runner ambaye anaweza akaubeba mpira bila mpira kwanza. Yani unajua kuna mchezaji anakimbia bila mpira. Kulikuwa hayupo. Na nimetizama kwenye falsafa ya mwalimu, nimeona anapenda sana kujaza viungo wengi. Lakini nirudie kusema hakuna mgawanyo wa majukumu kati ya kiungo mmoja na kiungo mwingine. Sijaona yule runner ambaye anakimbia bila mpira na kutengeneza mazingira ya kujitengenezea nafasi yeye mwenyewe ama kuwatengenezea nafasi wachezaji wengine. Lakini sijaona zile overload katika maeneo ya pembeni. Kati ya fullback ya kushoto na fullback ya kulia. Hapa katikati huwa kunaweza kukaa na wachezaji zaidi ya 3 ama pembeni kunakuwa na wachezaji zaidi ya 3. Hizo overload sijaziona kwa sababu unakuwa na wachezaji wengi, lakini namna ya kuweza kuwatengeneza wale wachezaji kutekeleza majukumu sijaona kabisa katika mazingira haya. Sawa. Kingine sijaona kiungo wa ubunifu ambaye alikuwa na uwezo wa kucreate chances kwenye eneo la kiungo. Yani mpira tu ulikuwa unasogezwa kwa bahati. Yani kila mtu alikuwa anajipigia tu mpira kulingana na yeye anavyofahamu, bila mpangilio maalum, bila kutengeneza mfumo ambao unaweza utoa mpira kwenye eneo la kiungo kupeleka kwenye eneo la final third. Godfrey, Simba kadri siku zinazidi kwenda, misimu inazidi kwenda, mbona wanachukua muda mrefu sana? Ni kama vile wanazidi kustruggle kutafuta timu ambayo itawaleta ushindani, lakini Simba miaka 4-5 nyuma ilikuwa ipitii hivi. Ni kutokana na sajili zao, ni kutokana na mfumo tu wa maisha ya mpira kwamba vinabadilika vitu, au uwekezaji pia katika baadhi ya viongozi au uongozi wao kusuasua ndio umepelekea Simba kwa hivi? Kuna vitu vingi sana Beni. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha hii scenario ionekane kama ambavyo inaonekana. Kitu cha kwanza unaweza ukasema ni sajili. Hiyo naweza nikakubaliana na wewe 100%. Lakini kitu cha pili pia mabadiliko kwenye benchi la ufundi. Imagine ndani ya miezi 6 timu imebadilisha makocha zaidi ya 5. Fadu Davis amekuja, Hemedi Moroko amekuja, Selemani Matola kama caretaker na Hemedi Moroko kama caretaker, Dimitri Pantev leo yuko Steven Beck. Nadhani psychological wachezaji kupokea mbinu za makocha ama za walimu tofauti kwa kipindi kifupi, hii pia nayo huwa inaathiri sana
mwenendo wa timu. Kunakuwa hakuna mtiririko sahihi, kunakuwa hakuna muundo ambao binafsi wachezaji wanapaswa kupata, ambao unaweza ukawapa direction ama dira ya nini ambacho tunaweza tukakishika leo kesho, ili tuendelee kutengeneza mazingira mazuri ya kuisaidia timu. Kwa hiyo haya maeneo yanaweza yakaathiri moja kwa moja performance ya timu ama mwelekeo halisi wa timu kuweza kusonga mbele. Bwana Godfrey, cha kumalizia cha mwisho ni nini sasa nafasi ya kocha ndani ya kikosi? Tunaweza tukamwona Pasaka bwana atawepo? Tumpe muda kwa sababu kwanza nilikuwa sijamalizia, kuna vitu vingine ambavyo nimevitizama kwenye eneo la chance creation. Sijaona nafasi zinazotengenezwa za wazi, yani katika hizo mechi zote mbili. Ndio maana unaona hata magoli ambayo yanafungwa either ni kwa individual brilliance. Ukiangalia goli ambayo yamefunga Nabi Kamara, si ndio na goli ambalo lilifungwa kwenye mechi ya kwanza ile, unaona kabisa ni jitihada za mchezaji mmoja, sio zile unaona goli linafungwa kutoka kwenye uwanja wa mazoezi, si ndio kulikuwa hakuna zile cutback kutoka kwenye half spaces kama ambavyo tulikuwa tunaona msimu jana Kapombe pamoja na Zimbwe walivyokuwa wanatengeneza kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni. Mpanzu pamoja na Kibu Denis wakiingia kwenye maeneo ya half space, ulikuwa huoni hizo. Lakini pia kuna zile combination ambazo unaona kabisa kuna wachezaji wawili ama watatu wanaungana kwa pamoja kucreate chance. Kulikuwa hamna, yani hakuna clear attacking pattern ambayo mimi nimeiona binafsi kwenye mechi zote mbili. Lakini la mwisho ni finishing. Hata finishing yake ilikuwa unaona kwenye mechi mbili inaonekana kabisa iko disconnected. Washambuliaji unaona kabisa wanapokea mipira either wakiwa mbali na goli, hata viungo sometimes wanapokea mpira unaona wameligeuzia mgongo goli. Kuweza kutengeneza nafasi kwa namna hiyo ama kuweza kufunga magoli kwa namna hiyo inakuwa ni ngumu. Ndio maana unaona asilimia kubwa Simba imefunga magoli 3 kwenye mechi mbili. La mwisho kabisa ni shape ama umbo la timu wakati timu haina mpira. Simba inapoteza kirahisi zaidi umbo lake wakati ikifanyiwa transition kwa haraka kwenye transition phase. Goli walofungwa ni goli ambalo linatokana na kukosa umbo sahihi wakati timu imepoteza mpira ikiwa kwa mpinzani kwenye eneo la transition from defending ama from attack to defend. Hiyo ni kosa kubwa sana ambalo wamelifanya Simba kwenye mechi mbili za kimataifa ambazo wameadhibiwa na Stade Malien, wameadhibiwa na timu ya kutoka Angola inaitwa Petro Atletico di Rwanda. Unaona makosa yale yanajirudia. Kwa hiyo unaona kabisa Simba bado inakuwa ina tatizo hilo kwa kocha mpya. Binafsi kocha anapaswa kufanya kazi ya ziada. Lakini pia kulikuwa hakuna ile tunaita coordination katika placing. Yaani wachezaji walikuwa na place mmoja, hakuna ile unit kwamba unit ya ushambuliaji ndio ina place, unit ya kiungo ndio ina place, lakini hakuna compactness kati ya mstari wa ushambuliaji, kiungo pamoja na ulinzi. Hivyo vitu vyote vilikuwa hauvioni. Binafsi mimi huwa natamani nianze kuviona, sio vyote walau hata vichache kwenye hizi mechi ambazo unaona kabisa vipo. Lakini kuna ile clear pressing trigger ulikuwa hauoni. Yaani hivyo vitu ulikuwa hauvioni kabisa. Kimbinu nilikuwa sioni nani ambaye anaweza akatengeneza mazingira kama hayo. Pengine sema tu kwa ujumla mechi hizi mbili Steven Becker bado hajaonyesha falsafa yake ya kimbinu kabisa. Mimi sijaiona. Tunanielewa
Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo binafsi mimi nimevitizama kwenye mechi ya leo na mechi iliyopita. Yanga unajua kadri anavyozidi kusonga mbele anakutana na mtihani mgumu. Pengine nitaanza kumdefine pale ambapo aidha atakutana na Azam, aidha Singida Black Stars ama Yanga. Tunaweza tukaona ladha tofauti, kwa sababu pia anaweza akaanza kubadilisha wachezaji ambao ni strong, wachezaji ambao ni wale wanaita ma competitive, ambao wanaweza wakashindana katika mechi kubwa. Yes. Bwana, shukrani sana kwa Godfrey. Nafikiri Yanga nao na kibarua chao ni lini? Yanga wanacheza mechi kesho kama sikosei. Basi tutakuja hapa na tutawapa watu updates pia kitachojiri, lakini kwa leo nafikiri mtazamaji yule ambaye ametazama amepata na kufurahi hiki ambacho tumemwandalia kwa siku ya leo. Kabisa, lakini mwisho kabisa nadhani kocha anapaswa kutambua ile ni Simba. Kocha anapaswa kutambua kwamba ile ni Simba. Ni Simba, sio Mashujaa, sio KMC. Uvumilivu hawana. Sio Stellenbosch. Ile ni Simba. Uvumilivu hawana. Simba uvumilivu hawana. Simba ni klabu ambayo ipo kwenye lile tunaita wale ma title contenders. Kuna muda watu hawakusubiri wewe uanze kuseti vitu vyako. Watu wanataka kuona direction, yani dila, kwa sababu mpaka sasa hivi ukiniuliza mimi Steven Mbeka ameingiza nini kwenye kikosi cha Simba, bado siwezi kutoka mbele na kuanza kuzungumza chochote kuhusiana na nilichokiona ama nilichokitazama kwenye mechi mbili. Bwana, shukrani sana. Asante sana Ben. Sawa, huyo ni Godfrey kutoka pale Mjini FM. Tumejaribu kuweza kudadavua na kuchambua dakika 90 za mchezo uliweza kumalizika hapo katika michuano ya Kombe la Mapinduzi. Kesho Dar es Salaam Young Africa anacheza na tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea uchambuzi. Tunafahamu kwamba timu zote zimeweza kusajili na wapo au wanatumia michuano ya Mapinduzi kwa ajili ya kuweza kubadilisha, kuwapa nafasi wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi katika michuano mikubwa pamoja na ligi kuu. Kwa hiyo kama wewe ni mshabiki wa vilabu hivi, basi nikwambie tu kwamba timu hizi zipo katika majaribio ya kuhakikisha kwamba wale wachezaji wote ambao hawapati nafasi basi wanapatiwa nafasi. Kwa hiyo timu yako usipopata matokeo, timu yako ukiwa inachelewa kupata matokeo, usione ni timu mbovu, hapana. Kuna wale wachezaji ambao wanapewa nafasi kwa ajili ya kuweza kuonyesha ili kuweza kuconvince kocha kwa ajili ya kuweza kumpa nafasi tena. Tunafahamu kwamba kikosi cha Simba Sports Club makocha wako wengi sana ambao wameweza kubadilishwa. Kwa hiyo hii ni nafasi nyingine tena kwa mchezaji yule ambaye alikuwa apati nafasi basi kuweza kupata nafasi na kuweza kuonyesha uwezo wa aliokuwa nao. Hapa ni Ben TV Updates na tumekuletea chambuzi dakika 90 na mchezo ambao umemalizika kwa siku hii ya leo. Mimi ni mchizi wa Ghetto Benny kwa ajili nimekuletea hapa. Kwa hiyo tukutane katika updates zinazofuata baada ya hii kuweza kumalizika kwa siku ya leo. Usisahau kusubscribe jamani.